Ujumbe wa jioni ya leo, andika kichwa cha somo akiba. Na moja kwa moja tufungue kitabu cha Isaya ile sura 38 na ule mstari wa kwanza mpaka mstari wa 4. Haleluya. Isaya 38 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, ndio, siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Siku hizo Hezekia aliugua akawa katika hatari ya kufa. Na Isaya nabii mwana wa Amozi, akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumbani mwako, maana utakufa wala hutapona. Basi Hezekia akajigeuza. Ishia hapo kwanza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nabii Isaya alikuwa ni nabii katika nchi ya Yuda. Historia inaonyesha kwamba ni mwaka wa 721 kabla ya Kristo. Amen. Na katika nchi ile kulikuwa kuna mfalme ambaye anaitwa Hezekia mwana wa Ahaz. Biblia inaonyesha kwamba ufalme wa Hezekia ulikuwa ni ufalme ambao Mungu alipomweka kwenye yale madaraka, alikuwa ni mtu ambaye ametembea katika njia za Mungu tofauti na alivyokuwa baba yake, kwa sababu baba yake alikuwa ameruhusu ile nchi iabudu miungu ya Baali na masanamu. Lakini Hezekia alipoingia, Biblia inaonyesha ya kwamba akawa ni mtu mwenye kutenda haki, na akaliongoza lile taifa watu wamche Mungu. Haleluya. Watu watembee katika haki. Haleluya. Sasa Biblia inasema ikafika wakati Hezekia akaugua na akawa katika hatari ya kufa. Na kwa sababu alikuwa ni mtu mtakatifu wa Mungu, Biblia inasema ndipo Isaya nabii, kwa sababu alikuwa ni nabii katika nchi ile, ikabidi aende moja kwa moja mpaka kwa mfalme, akamwambia, tengeneza mambo ya nyumbani mwako, kwa sababu hautapona, utakufa. Haleluya. Wakati Hezekia amesikia yale maneno, kumbuka Isaya ni nabii, na ni nabii ambaye alikuwa anaaminika kwa sababu ya mambo aliyokuwa anayatabiri na yalikuwa yanatokea. Na hata wewe mwenyewe unajua nabii Isaya ni nabii ambaye hata amezungumza habari za ujio wa Yesu Kristo miaka mingi iliyopita na ikatokea. Hivyo itimisi kwamba alikuwa ni nabii ambaye anaaminika kwa yale anayoweza kuyasema. Hivyo alikuwa anaenda kusema yale ambayo ameambiwa na Mungu. Haleluya. Sasa ninapozungumzia kitu akiba, kumbuka ziko akiba za aina mbili. Maana yake kuna akiba njema na kuna akiba mbaya. Na kuna akiba zinazoweza kuonekana katika mwili, maana yake kwa maana ya vitu tunavyoweza kuwa navyo kama fedha na vitu vingine. Ilipofika mahali hapa, kama alikuwa mfalme, maana yake inaonyesha kwamba Hezekia alikuwa na vitu hivyo vya thamani. Haleluya. Alikuwa na fedha, alikuwa na, kwa sababu laisi kuna kitu chochote anawaza. Haleluya. Sasa Biblia inasema akafika mahali akawa yupo katika hali mbaya, akawa ameugua na yuko katika hatari ya kufa. Ikabidi wakati nabii ameenda kupeleka taarifa, yeye alikuwa anapeleka taarifa, kwa sababu Mungu hafanyi jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake. Manake ukiwa mwenye haki na unapotembea mbele ya Mungu, anaweza akazungumza, hata mambo yanaweza tokea baadaye. Haleluya. Tunaelewana watu wa Mungu? Kama unaelewa, punga mkono hewani namna hii na mpe Yesu kigeregere na makofi ya kumpendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo kaendelea kusoma hapo mstari unaofuata,
Hezekia akafanya nini? Mstari wa 2. Ndio. Basi Hezekia akajigeuza. Hezekia akajigeuza. Akaelekeza uso wake ukutani. Akaelekeza uso wake ukutani. Akamwomba Bwana akasema. Akamwomba Bwana akasema. Bwana kumbuka haya. Bwana kumbuka haya. Hebu mwambie jirani yako kumbuka haya. Hiyo sentensi naomba uishike. Akasema, Bwana kumbuka haya. Maana yake kuna mambo ambayo Hezekia ana uhakika kwenye moyo wake. Haleluya. Maana yake akajigeuza ukutani kwa sababu amepokea ile taarifa. Haikuwa taarifa nzuri kwa sababu ya wakati aliyokuwa nao. Maana yake ilikuwa sio taarifa ya kumtia moyo kwamba utapona, kwamba itakuwaje. Nabii alisema tengeneza mambo ya nyumbani mwako, kwa sababu hakika sasa hivi hautaweza kuishi tena. Maana yake muda wa kuishi duniani wewe umeisha. Jiandae, kaa tayari muda wowote. Sasa Biblia inasema Hezekia akajigeuza ukutani, akamwomba Bwana, akamwambia Bwana kumbuka haya. Manake hayo ni mambo gani? Ni mambo ambayo Hezekia aliyafanya, ni mambo ambayo Hezekia alitembea katika hayo. Sasa ni wakati ambao anataka yamsaidie kwa Bwana. Amen. Haleluya. Amen. Anasema akaomba nini Hezekia? Akasema, Bwana kumbuka haya na kusihi. Na kusihi kumbuka mambo haya. Kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli. Kwamba nimekwenda mbele zako katika nini? Kweli. Nimekwenda mbele zako katika nini? Katika kweli. Tuseme wote katika kweli. Katika kweli. Na kwa moyo mkamilifu. Na kwa moyo mkamilifu. Na kutenda yaliyo mema machoni pako. Na kutenda yaliyo mema machoni pako. Nisikilize nikwambie kidogo. Manake Hezekia alipokuwa anaongea, kumbuke Mungu hakuna kitu unaweza kumdanganya. Haleluya. Kwa ina maana zile hoja zilipokuwa zinapelekwa kwa Mungu, Mungu alikuwa anazisikiliza. Anamwambia Hezekia, anamwambia Mungu, sikiliza, mimi Mungu kumbuka haya. Neno kumbuka manake ni vitu ambavyo vimefanywa nyuma. Manake ni akiba ambayo ilikuwa imewekwa na Hezekia. Alipokuwa anafanya wakati ule, alikuwa anafanya kama kitu ambacho inawezekana kuelewa, lakini ikafika mahala kaelewa kwamba katika wakati huu inawezekana nisije nikaondoka kizembe. Haleluya. Akamwambia Bwana kumbuka haya. Bwana asifiwe. Kumbuka haya. Nimekwenda mbele zako katika kweli. Manake nilipokuwa nipo katika nafasi, nimesimamia neno lako, nimesimamia kweli. Sikuwa ni mtu ambaye nimewaongoza watu katika uongo. Haleluya. Na akasema kwa moyo mkamilifu. Manake nilijitoa kwa kila namna, bila kujali namna yoyote, bila kujali watu wengine, lakini nimeenda mbele zako kwa kweli na kwa moyo mkamilifu, lakini nimetenda yaliyo mema machoni pako. Ukimalizia nasema Hezekia akalia sana sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Manake lazima ujue, wakati unapokuwa una nguvu, wakati unaona Mungu amekuamsha, wakati unaona unaweza ukapiga hatua, elewa chochote unachokifanya ni akiba unaojiwekea kwa ajili ya baadaye. Na ndio maana kama tukielewa kwamba kufanya kazi ya Mungu ama kuhubiri Injili, kuwaleta wengine ni akiba ambayo tunajiwekea, hakuna mtu atakusukuma kwamba nenda kahubiri Injili. Hakuna mtu atakwambia kwamba leo fanya kazi ya Mungu, kwa sababu najua ya kwamba ninaweka akiba kwa ajili ya baadaye, ninaweka akiba kwa ajili ya kesho. Akiba ni kwa ajili yako na uzao wako. Manake chochote unachokifanya, elewa kwamba kinaenda kwako na kwa uzao wako, kiwe kibaya ama kiwe kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hezekia akamwambia Bwana, sikiliza. Ina maana kwamba Hezekia alipokuwa anapimwa
katika ile hali, ina maana Mungu alikuwa anazichukua zile hoja anaziweka. Nimekwenda mbele zao katika kweli. Mungu anasema ni kweli. Na kwa moyo mkamilifu, vema, na nimetenda yaliyo mema machoni pako. Haleluya. Akalia sana. Wakati huo wakati Hezekia yuko pale, yule nabii Isaya aliyekuwa amepeleka ile information moja kwa moja, Biblia inasema neno la Bwana likamjia Isaya kwamba rudi kwa Hezekia, kwa mwambie nimesikia maombi yako na sasa nitakuongezea miaka mingine 15. Sema amen. Haleluya. Manake akiba ya Hezekia ilipindua roho ya mauti kwenye maisha yake, ilimfanya aishi tena, ilimfanya awe salama mahali ambapo inawezekana kustahili kuwa salama. Bwana asifiwe. Haleluya. Wewe na mimi, haleluya, wewe na mimi tunafanya kama Hezekia. Bwana asifiwe sana. Inawezekana unafanya kwa kiwango gani? Biblia inasema nimeenda mbele zako katika kweli na katika moyo mkamilifu na kufanya yaliyo mema machoni pako. Manake chochote ambacho unakifanya mbele za Bwana haufanyi kwa sababu ya mtu, unafanya kwa sababu ya Mungu. Akishaona na kupima ile kazi, kuna vitu ambavyo atakuepusha hata usivyoviona katika macho ya kawaida, kwa sababu kuna vitu ambavyo adui wanavipanga, kuna mipango anayo, lakini wewe unapokuwa umesimama, Mungu anakuangalia katika namna gani. Haleluya. Hivyo kuna maombi fulani ambayo unaweza ukayaomba, unaweza ukaenda mbele za Mungu na unaweza ukamsubiri Mungu, lakini Mungu anapima moyo wako. Haleluya. Mungu ni kama ni mwekezaji tuseme. Hakuna mwekezaji anayetamani kuwekeza mahali ambapo hatapata faida. Bwana asifiwe. Mwekezaji hawezi kuwekeza mahali ambapo anajua hatapata faida. Ina maana kama Mungu ni mwekezaji, na maana eneo ni nani? Ni wewe mwenyewe na mimi. So Mungu anapokuacha, maana yake anatamani kuna vitu avione unavifanya. Hezekia hakuruhusu watu waabudu miungu, hakuruhusu masanamu. Biblia inasema katenda aliyo mema sana, yakampendeza Mungu. Na ilipofika wakati wa taabu, akawa na ya kumwambia Bwana, kumbuka. Haleluya. Biblia inasema nikumbusheni. Maana Mungu unapoenda mbele yako, kuna vitu ambavyo anatamani kuviona juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Nachoongea naeleweka watu wa Mungu? Kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 1. Sikiliza nikwambie, kuna namna unatakiwa kuelewa kwamba tunapokuwepo katika nyumba ya Mungu, elewa kabisa kwamba kila mmoja ana kazi ya kujiwekea akiba. Haleluya. Amen. Ana kazi ya kujiwekea nini? Akiba. Ndio. Luka 7 kuanzia mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Biblia inasema, ndio, alipokwisha kuyamaliza maneno yake yote masikioni mwa watu, aliingia Kapernaumu. Akaingia katika mji mmoja unaitwa Kapernaumu. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi. Maana yake ni mgonjwa, karibu na kufa. Akawa yuko katika hatari ya kufa. Naye ni mtu aliyempenda sana. Naye yule akida alikuwa na yule mtu alikuwa anampenda sana. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwa Yesu, kumwomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu. Nisikiliza hapo point. Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi. Walimsihi sana wakisema,
amestahili huyu umtendee neno hili. Unanisikiliza hapo? Unasikiliza neno la Mungu? Linasema walipofika mbele ya Yesu, wale wazee ndio wanaongelea yule akida. Wanasema amestahili mtu huyu atendewe jambo hili. Kwa sababu gani? Maana analipenda taifa letu. Maana analipenda taifa letu. Naye alitujengea sinagogi. Naye alitujengea nini? Sinagogi. Neno alitujengea maana yake ni wakati uliopita. Haleluya. Tabia ya yule mtu ilikuwa inaeleweka, jinsi alivyokuwa anaishi na wale watu. Walipoenda mbele ya Yesu wakamwambia, sikiliza, huyu mtu anastahili atendewe, anastahili asaidiwe, anastahili abarikiwe, anastahili avushwe kwenye hili, kwa sababu analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Mpigia Yesu makofi ya shangwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Kuna vitu ambavyo hautaona vinatokea katika maisha yako. Kuna vitu ambavyo utaona haviwezi kusogea, kwa sababu katika ufalme wa Mungu, katika roho, katika mbingu unasomeka katika namna gani. Hata Yesu aliposikia yale maneno, maana yake yalimshawishi. Na ukaendelea kusoma kule, Biblia inasema Yesu akafuatana nao. Haleluya. Lakini wale watu wanasema hivi, huyu mtu anastahili kutendewa neno hili. Manake ombi lake linapaswa kushughulikia. Kwa sababu gani? Ana upendo. Ana upendo na watu, lakini pia alitujengea sinagogi. Maana yake huyu mtu ni mtu alikuwa anajitoa, anaweka akiba. Na ilipofika wakati ule, yeye amenyamaza, lakini kuna watu wanaongea kule, wanasema huyu mtu anastahili asaidiwe, huyu mtu anastahili atendewe jambo hili, kwa sababu kuna mambo ambayo yanaonekana ameyafanya 1, 2, 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna vitu fanya kwa bidii mbele za Mungu. Kuna vitu fanya kwa bidii mbele za Mungu. Akiba nayozungumza hapa ni mambo ya rohoni. Haleluya. Kama ni kujitoa, jitoe, kwa sababu madam ni mchana. Sasa imetupasa kuzifanya kazi zake madam ni mchana, kwa sababu usiku waje ambapo mtu hataweza kufanya kazi. Haleluya. Amestahili atendewe neno hili kwa sababu analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Hivyo unaelewa maana kwa sababu? Kumbe hata maombi yetu sometime tunapoyapeleka mbele za Mungu, inawezekana kama Mungu ana cabinet, au anaweza kuna namna ambayo maombi yako yanaweza yakapimwa. Je, anastahili huyu mtu kupelekwa level hii sasa hivi? Anastahili huyu mtu hivi vitu vitokee kwake? Haleluya. Sema akiba njema ni kwa ajili ya kukusaidia wakati wa vita yako. Haleluya. Kwa hitimisi kwamba akiba ni kile kitu unachokiweka ili kije kukusaidie. Haleluya. Sasa manake katika mambo ya rohoni, akiba hizi ambazo tunapaswa kuziweka, ambazo zinatokana na neno la Mungu. Binasema neno la Mungu nalikae kwa wingi mioyoni mwetu, si ndio? Manake linapokaa ndani, utalitoa na litakutengenezea umbo duniani, ili kusudi uweze kutokea kama mtu wa tofauti. Akiba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hezekia katoka katika hali aliyokuwa nayo, lakini pia tunamuona huyu akida anapata msao ya akiba. Hatumalizie kitabu cha Matendo sura ya 9 mstari wa 36.
akiba yako unaoifanya leo, kazi ya Mungu unaoifanya leo, chochote unachokifanya leo bila kuchoka, chochote unachokifanya leo, elewa kwamba ni akiba ya kesho. Sikiliza, kama ni wakati unatakiwa kuomba, ni wakati huu. Kama ni wakati unatakiwa kusimama, ni wakati huu. Sio kesho, kwa sababu kesho haiko mikononi mwako. Haleluya. Bwana sifiwe. Kwa sababu kuna wakati wa kucheka na kuna wakati wa kulia. Kuna wakati wa furaha na kuna wakati wa huzuni. Vyote hivyo vimewekwa. Mhubiri 7:14 anasema vyote viwili vimewekwa ili kusudi mwanadamu asielewe litakalotokea baadaye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana maandiko yanasema kazi ya kila mmoja itapimwa. Matendo sura ile ya 9:36. Biblia inasema, ndio. Na mwanamke mmoja alikuwa huko Yafa. Rudia tena. Na mwanafunzi mmoja. Na mwanafunzi mmoja alikuwa huko Yafa. Jina lake Tabita. Jina lake nani? Tabita. Tabita. Tafsiri yake ni Dorcas. Tafsiri yake aliitwa Dorcas. Yaani paa. Yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Unajua watu wanapokuwa tunawasoma, unaweza kufikiri labda walikuwa ni kama tofauti na sisi fulani, kana kwamba labda wao walizaliwa kwa namna nyingine tofauti. Lakini kumbe walikuwa ni binadamu kama sisi. Na wao waliishi katika mazingira kama vile unavyoishi hivyo hivyo. Haleluya. Mwanafunzi mmoja, maana hata sisi hapa ni wanafunzi wa Yesu, si ndio? Lakini huyu mwanafunzi mmoja kuna namna aliishi. Haleluya. Endelea. Ikawa siku zile akaugua akafa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumwosha, wakamweka ghorofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, ndio, nao wanafunzi wamesikia ya kwamba Petro yuko huko. Wakatuma watu wawili kwake kumsihi na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye, wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakawa Dorcas amenyamaza, kinywa chake hakiwezi kuongea tena. Haleluya. Biblia inasema huyu mwanafunzi wa Yesu alikuwa amejaa matendo mema, si ndio? Zilikuwa ni sifa ambazo hizo zilikuwa mtaani, maana yake walikuwa wanamjua. Haleluya. Na Biblia inasema ilipofika ameugua akafa, na Petro yupo jirani tu, kama vile labda tuseme kama hapa ndio Dorcas yupo, labda yuko hata Mombasa hapo. Kabidi waende wamchukue, wamwambie usikawie kuja. Haleluya. Alipofika Petro, Biblia inasema kulikuwa kuna wajane pale ambao wamejipanga, wana zile kanzu ambazo Bible inasema alizishona Dorcas. Alizishona nini? Alizishona nani? Manaka alikuwa ni fundi nguo. Manaka ilikuwa ni mojawapo ya kazi yake. Na kama katika mazingira ya leo, inawezekana alikuwa tu katika mazingira ya kawaida mno. Haleluya. Lakini alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi, anaangalia, anatenda matendo mema kwa watu. Kama alikuwa anatenda matendo mema manake ni jumla ya mambo yote yanayopendeza machoni pa watu na machoni pa Mungu. Haleluya.
Inawezekana kulikuwa kuna wenye njaa walipoenda wakala chakula. Inawezekana kuna wengine walipoenda kuhubiri akawa amefanya namna. Inawezekana kuna namna nyingi. Sasa Biblia inasema wakaenda na zile kanzu alizoshona Dorcas wakati wa uhai wake, wakawa wanamuonyesha. Maana yake zile zilikuwa ni akiba alizozifanya nani? Alizifanya nani? Sasa Biblia inasema ya kwamba Petro alipoona wanalia akawatoa nje. Ukaendelea kusoma kule mbele, ndipo akamwomba Bwana. Ina maana kwamba kuna kitu cha ziada unatakiwa kuelewa. Inawezekana si kwa sababu Mtume Petro alikuwa na upako mno na ndio maana Dorikasa alifufuka. Manake ni kwa sababu kuna vitu, kuna sadaka, kuna matendo mema yalipiga kelele mbele za Bwana ya kwamba Dorikasi hastahili kufa, Dorikasi hastahili alale. Sasa ni wakati ambao anatakiwa awe hai katika jina la Yesu aliye hai. Ungempigia Yesu makofi na vigelegele vingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hitimisi kwamba wakati Petro anaomba haikuwa anatumia nguvu nyingi. Haleluya. Kwamba kwa sababu mtume lazima amefika pale afufuke. Na ndio maana kuna mambo ambayo unatakiwa uyafanye yatakayoweza kukusemea hata kama umenyamaza. Yanaweza yakainuka kwa maadui zako wakapigwa hata kama hujaomba. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu unavifanya kwa bidii ingali una nguvu, ingali una uwezo, ingali una uhai. Sema amen. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa inawezekana maisha ya kawaida. Unajua kujitoa mbele ya Mungu, hatujitoi kwa sababu tuna nafasi, hatujitoi kwa sababu tuna vitu. Tunajitoa kwa sababu tunampenda na tunamjua ambaye ametuokoa na amelipa gharama kwa ajili ya maisha yetu. Sema amen na ubarikiwe sana. Leo hii kuna namna mbalimbali ambayo mtu anaweza akawa na sababu kibao kwa ajili ya Mungu. Haleluya.